Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi. Bila shaka tuendelee na mfululizo wa taarifa zetu siku hii kuu ya maandamano nchini Tanzania, kuweza kuhakikisha kwamba tunakufahamisha kuhusu kinachoendelea, lakini pia tunakuchorea picha kamili ya kinachotokea sehemu mbalimbali za miji mikuu ya Tanzania. Naje kwamba waandamanaji wanatokea ama kinachoshuhudiwa kwa ufupi ni kipi? Msikilizaji, nazipokea baadhi ya picha kutoka eneo la Sanawari, mkoa huu wa Arusha, ambapo katika eneo la Mataa pale kuna mkusanyiko mkubwa wa watu ambao wameweza kutokea kwa ajili ya kufanya maandamano ya siku ya leo msikilizaji. Na bila shaka kumeonekana kwamba eneo hili limekuwa ni la kwanza kuanzisha maandamano rasmi, kwa sababu maeneo kadhaa ambayo nimeweza kuyapitia ikiwemo eneo la Dar es Salaam inakuwa kwamba ndo watu wanaanza kukusanyika mmoja mmoja, lakini makundi yale hayajakuwa makubwa, tofauti na eneo hili la Arusha ambalo tayari kumekuwa na vuguvugu na kumekuwa na kundi la watu wakubwa katika maeneo haya ya Sanawari na eneo hili la Mataa Makuu, huku wakisema kwamba wanahitaji kushiriki katika maandamano siku ya leo, huku watu kadhaa wakitaka kupewa mwelekeo kuhusu eneo ambalo watu wanakutana katika mji huu wa Arusha, ili waweze kujiunga pamoja kuweza kuhakikisha kwamba maandamano haya ya siku ya leo yanapata kufanikiwa ama wanafanikisha shughuli hizi za maandamano katika eneo hili la Arusha. Lakini msikilizaji, kwingineko nazipokea pia picha kutoka maeneo ya Kariakoo, ambapo pia kumekuwa na mkusanyiko wa vikundi vichache ama vikundi vidogo vidogo vya watu ambao wanasubiri pia kujaza ama kujazana katika hali hii ya kuweza kuhakikisha kwamba wanashiriki maandamano kwa upamoja. Msikilizaji, elewa kwamba watu walishuhudia kilichotokea siku ile ya Oktoba 29, na kwa hivyo kuna umuhimu wa watu kutembea pamoja siku hii ya maandamano, ambayo viongozi wa serikali waliweza kutaja kwamba siyo siku ya maandamano na kwamba hawakuweza kuruhusu mtu yeyote kuweza kufanya maandamano ama kushiriki maandamano ya amani. Lakini unapoingia katika masuala ya kikatiba, msikilizaji, unapata kuelewa kwamba maandamano yanaruhusiwa kikatiba na maandamano ya amani hayawezi kuzuiliwa. Sasa bila shaka polisi wanasema kwamba hawakupata kujulishwa kuhusu kinachoendelea na hawakupewa ripoti ya kufanyika kwa maandamano, na kwa sababu hiyo hawakuruhusu kufanyika kwa maandamano hayo. Lakini sasa kinachotokea ni kwamba polisi wanaonekana wakishika doria maeneo mbalimbali, na sasa unashindwa kuelewa kwamba doria wanayoifanya ni ya kutojua kwamba kuna maandamano ama ni ya kujua kwamba kuna maandamano ambayo hawataki yawepo. Sasa maeneo mbalimbali, msikilizaji, kumeonekana polisi ama jeshi la polisi likiweza kutia ama kuweka doria kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba waandamanaji wanaoshiriki maandamano siku ya leo hawashiriki uharibifu wa mali. Haya wazee, mmeiona Kariakoo ya leo.
Hii ndio Kariakoo leo, hamna cha abiria wote, hakuna wananchi wote, hamna. Yaani leo ndio hivyo mwanangu, yaani leo yani Kariakoo kwa sisi watu wa polini kama vile uko Tabora yani. Hamna klabu ya Simba ndio hiyo hapo, hamna hata mmoja. Yaani mambo ni moto Kariakoo hiyo baba. Hamna chochote aliyopotoka leo. Leo tumebakia wenyewe walege. Lakini pia washiriki uvunjivu wa amani siku hii ya Sabasaba, lakini pia kuweza kuhakikisha kwamba wanayazuia maandamano hayo, kwa sababu wameweza kuyataja kama maandamano yasiyoruhusiwa ama maandamano ambayo hayajaruhusiwa kufanyika siku ya leo. Lakini kinachotokea ni kwamba polisi wanakuwa ndio hawajaruhusu, lakini katiba ya Tanzania imewaruhusu Watanzania kuweza kushiriki maandamano na kuweza kuhakikisha kwamba wanapeana ujumbe ambao wanataka kuupeleka kwa serikali, kwa sababu pia kuna haki ya kutoa maoni, watu waweze kusikilizwa na kutoa malalamishi yao. Sehemu zingine mbalimbali, msikilizaji, nimeanza kuona madereva kupitia kwa umoja huu wa waendeshaji wa vyombo vya usafiri eneo la Dar es Salaam wakianza kutekeleza kile walichosema kwamba ni kuegesha magari yao barabarani kama njia moja ya kuweza kuhakikisha kwamba wanashiriki maandamano yao ya siku ya leo, ama kama njia ya kutaka kuonekana kama wameshiriki katika maandamano, na kama njia pia ya kuweza kuhakikisha kwamba serikali inapata kusikiliza kilio cha madereva, huku wakisema kwamba watashiriki maandamano ya amani ili kuonyesha msimamo wa watu kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta, jambo ambalo limeendelea kuongeza gharama za usafiri, biashara na maisha ya kila siku ya wananchi, huku wakitoa wito kwa wamiliki na waendeshaji wote kuungana katika kuhakikisha kwamba kuna mshikamano na kushiriki kwa njia za amani na kuzingatia sheria. Wanaamini kuwa sauti ya wananchi inapoungana inaweza kuleta mabadiliko chanya na kushawishi mamlaka kusikiliza na kutafuta suluhisho la kudumu kuhusu bei ya mafuta. Kwa hivyo msikilizaji, ndo hali halisi kutoka maeneo mbalimbali, lakini kinachotokea ni kwamba maendeleo yameanza kushuhudiwa kutoka sehemu mbalimbali, kama kwenye picha nilizoweza kukuonyesha msikilizaji. Kama eneo hili la Arusha tayari wamejiandaa kabisa kwa ajili ya maandamano ya siku ya leo.